Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, karibu katika channel yetu kukuongezea maarifa mbalimbali. Mimi ni Sifelu Ngolo, baki nami mpaka mwisho wa makala hii. Leo tutaenda kukuongezea maarifa juu ya sekta 4 muhimu ambazo ukiwekeza kwa umakini kutoboa maishani ni lazima. Na tutakuwa na mkufunzi wetu akitupitisha katika sekta moja baada ya nyingine kwa undani zaidi. Hivyo chukua notebook yako na kalamu, twende kazi. Usikie namna ambavyo unaweza kuwekeza katika sekta hizi. Habari. Naitwa Eradius Julius Matayo. Kipindi chetu ni Ongeza Maarifa. Nipo hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba muda wako utakaotumia kusikiliza kipindi chetu na kuwa mbaraka mkubwa sana katika maisha yako. Nina uhakika ya kwamba unayo maarifa na uwezi kuishi bila maarifa, lakini kipindi chetu hiki ni mahususi kwa ajili ya kuhakikisha kinakuongezea maarifa. Yaani yale ulionayo tunakuongezea zaidi na zaidi. Naam, tunajua kwamba kila mmoja katika dunia hii anatafuta fedha na hatimaye iweze kumwezesha kupata mahitaji na matumizi yake kila siku, na kila lililo takwa lake aweze kulitimiza. Na uweze kupata pesa bila kuingia katika mchaka wa kuitafuta pesa. Na uitafuti pesa katika mchaka tu wa kawaida, bali ni katika utafutaji ambao unajulikana kama biashara, ujasiriamali na utoaji wa huduma mbalimbali ama utumishi na kadhalika. Mimi leo nataka nikuletee maarifa, nikuchukue polepole nikufikishe katika biashara kuu 4 ambazo ukizifanya katika ulimwengu huu wa utafutaji ni hakika lazima utafanikiwa. Watu wengi wanatamani kufanikiwa wakiwa na mitaji kabisa. Wanatamani kufanya biashara, lakini changamoto ni kwamba afanye biashara gani? Nifanye nini ili pesa yangu isiweze kupotea? Nifanye nini ili niweze kufaulu na mtaji wangu uweze kukua hatua kwa hatua? Nami nakupeleka katika sekta kuu 4 ambazo ukiwekeza kwazo lazima uweze kutengeneza biashara ambayo itakuwa na matokeo chanya na hautaweza kurudi nyuma. Sekta ya kwanza kabisa ni sekta ya chakula. Tunapozungumzia sekta ya chakula tunazungumzia ni category ambayo ina soko kubwa sana na ina uhitaji mkubwa sana. Sekta ya pili ambayo nitakupeleka kwayo ni sekta ya usafirishaji. Katika ulimwengu wa biashara ama utoaji wa huduma, make sure unajidhatiti kabisa katika ulimwengu wa usafirishaji. Nitakapoanza kufafanua vizuri, nitakuomba unifuatilie kwa kina zaidi. Sekta ya tatu ambayo nitaizungumzia ni sekta ya teknolojia, ambayo pia ni sekta muhimu sana katika dunia ya sasa. Kwa mjasiriamali yeyote ama mfanyabiashara yeyote ni muhimu sana kupaangazia kwa jicho la tatu. Na sekta ya tatu ni sekta ya afya, ambayo pia nitakupeleka polepole. Kama una mtaji wako, unaweza kuwekeza na ukatengeneza biashara kubwa kabisa, ama ukatoa huduma ambayo ni bora sana na ikakuingizia kipato. Jambo la kwanza kabisa ni kupeleke katika sekta ya chakula. Sekta ya chakula ni mlango mpana sana kwa mtafutaji. Ni mlango mpana sana kwa mtu ambaye anahitaji kufanya biashara na kuwekeza. Ndiyo, kwa mujibu wa takwimu ambazo zimetolewa na taasisi jumuishi za usalama wa chakula ambayo inajulikana kama IPC, inaonyesha kwamba Tanzania pekee takribani watu milioni 1.7 wana uhaba wa chakula. Tunapozungumzia ujasiriamali ama biashara, tunazungumzia kutatua changamoto katika jamii. Tunazungumzia kutatua jambo fulani ambalo limeikwamisha jamii. Naam, kwa sababu kuna uhaba mkubwa wa chakula, na hapo tunazungumzia Tanzania pekee watu takriban milioni 1.7 ambao wana uhaba wa chakula kwa mujibu wa takwimu sahihi kutoka katika vyanzo sahihi kabisa. Sasa, tukiwa na uhaba mkubwa wa chakula, tunaangazia ni namna gani uweze kutengeneza fursa za watu kupata chakula kutoka kwako. Ukiwa kama mjasiriamali na mfanyabiashara, unayetafuta nini cha kufanya? Tunakuangazia katika sekta muhimu sana ya kilimo.
Kilimo unaweza kutengeneza fursa muhimu sana. Tuna mambo makubwa sana. Tutazungumzia mambo makubwa matatu peke yake. Jambo la kwanza kabisa naweza nikazungumzia kilimo cha matunda au biashara ya matunda. Napozungumzia kilimo cha matunda au biashara ya matunda, nianze na kilimo. Swala la kilimo kwa hapa Tanzania tuna ardhi kubwa sana. Tuna maeneo makubwa ambayo mpaka sasa yamelala wala hayafanyiwi kazi. Unaweza kuyatumia kwa ajili ya kilimo cha matunda. Kanda ya Ziwa tuna maeneo mengi sana kama tunaweza kusema mkoa wa Simiyu, mkoa wa Mwanza, mkoa wa Mara. Hii ni mikoa ambayo imepakana kabisa na ziwa, lakini pia kama haitoshi, nje kidogo na ziwa kuna mito ya kutosha. Bado Tanzania tuna uhitaji mkubwa sana wa matunda. Unaweza kuinvesti katika kilimo cha matunda na ikakusaidia wewe kupiga hatua kubwa sana katika zoezi zima la kilimo. Tuna matunda mbalimbali ambayo ni matunda biashara. Tuna matunda kama tikiti maji, ndio. Tuna matunda kama nanasi, ndio. Tuna matunda kama miwa, ndio. Hayo yote ni matunda. Tuna matunda kama matango. Hapa sikwambii ulimeje matango, ulimeje matikiti maji, ulimeje mananasi. Mimi nakupeleka direct katika soko kubwa lililopo katika matunda. Kuna matunda kama papaya, tuna matunda kama parachichi, tuna matunda kama ndizi. Na kanda ya Ziwa ni eneo ambalo linalimika kwa wingi. Tuna mikoa kama Mbeya, tuna mikoa kama Lindi, tuna mikoa kama Iringa. Ni maeneo mengi, tuna mikoa kama Morogoro. Ni maeneo ambayo yana uwekezaji mkubwa, na uzuri wa nchi yetu ya Tanzania haina mipaka mikubwa ya kutuzuia kusambaa. Yaani unaweza kwenda mkoa wowote alimradi wewe ni raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukafuata taratibu zinazohusika katika mkoa husika, ukapata eneo na ukaanzisha kilimo. Na ni kwa mitaji ya kawaida kabisa, na ndani ya muda mchache tu unaweza kuvuna matunda mengi na soko ni kubwa sana. Lakini unaweza ukasema mimi swala la kulima ninapata tabu sana, sitaki kuingia katika kilimo. Una uwezo wa kununua kwenda kwa wakulima na ni bei ya kawaida kabisa. Unaweza kununua matunda na ukapeleka sokoni. Wewe ukasema mimi bwana nitakuwa mtu wa pili kutoka kwa mkulima. Nitanunua kwa mkulima, nitapeleka sokoni, nitawauzia wauzaji ama nitauza mimi mwenyewe sokoni. Ni mlango mpana sana wa uwekezaji. Naam, kila siku matunda yanatumika. Kila wakati matunda yanakuwa processed na yanaingia katika viwanda, yanachakatwa ili yaweze kutoa malighafi nyingi zaidi, kama vile tunaweza kupata labda materials yanayotengenezwa yanayotengeneza juice, tunapata tomato sauces, tunapata vitu vingi ambavyo vinatengenezwa katika malighafi za shambani. Sasa ukiwekeza katika kilimo ama biashara ya kununua na kuuza matunda, ni bidhaa ambayo ina mzunguko wa kila siku. Swala la matunda ni bidhaa ambayo kila wakati inatoka. Naomba nielewe vizuri. Tunapozungumza sekta ya chakula, tunazungumzia sekta ya bidhaa ambayo inatoka kila wakati. Inapoingia sokoni haikai, ina mzunguko mkubwa sana, kwani watu lazima wale. Jambo la pili ni kilimo ama biashara ya mboga mboga. Nilikuwa na matunda pekee, sasa nakuleta katika mboga mboga. Mboga mboga ni kila siku wataalamu wa afya wanaelekeza kwamba watu watumie mboga mboga kwa ajili ya afya zao, na kila mmoja anahitaji afya yake. Mboga mboga ni bidhaa ambayo inatoka kwa kasi kubwa sana, na hiyo sambamba inalimika katika mikoa yote Tanzania. Popote pale unaweza kulima ukavuna. Lakini kama haitoshi, mboga mboga ni zao ambalo linakuchukua almost wiki 2 tu unakuwa tayari umeanza kuvuna, hadi wiki 3 unakuwa umeanza kuvuna. Mboga mboga sasa mimi nitalima mboga mboga gani? Mboga mboga ziko nyingi sana. Tuna zaidi ya aina 200 za mboga mboga duniani. Lakini kuna aina mbalimbali za mboga ambazo kidogo ni common, zinajulikana sana. Tuna mboga mboga kama mchicha, tuna Chinese, tuna matembele, tuna msusa au majani ya maboga. Hizo ni mboga mboga tu. Tuna sukuma wiki. Hizo ni mboga mboga chache ambazo unaweza kuingia nazo sokoni. Kilimo chake ni wastani wa wiki 2 mpaka wiki 3. Unakuwa umeingia katika mavuno na tayari umeanza kutengeneza pesa. Na zilima wapi? Sehemu yoyote yenye rutuba na yenye uhakika wa maji. Unaweza kutumia maji ya kawaida, yani ya serikali, tumeanza kusema MWAUWASA, DAWASA kwa Dar es Salaam na kadhalika, ama ukatumia maji ya asili kwa maana ya mito, mabwawa na ziwa kadhalika. Unaweza kutengeneza kilimo cha mboga mboga ambacho kitakuwezesha wewe kila baada ya wiki 2 unafanya mavuno na unaingia sokoni na unatengeneza faida. Lakini kama haitoshi, unaweza kusema mimi bwana sitaki kuingia katika swala la kilimo, najua mimi bwana ulimaji mimi sio mtaalamu sana. Ndio,
unaweza kuamua kuwa mtu wa pili kutoka kwa mkulima direct, ukawa unanunua bidhaa zako za mboga mboga kutoka kwa wakulima na hatimaye kwenda sokoni. Unapeleka sokoni na unauza, unanunua kwa mkulima, unapeleka sokoni kwa muuzaji ama kwa mlaji, unaweza kuuza na ukatengeneza faida. Hii ni sekta ambayo ukiinvest pesa yako ni uhakika kwamba lazima itarudi. Kwa nini? Kwa sababu ni bidhaa ambayo huitafutii wateja, bali wateja wanaitafuta yenyewe. Sio kama unanielewa? Hii inaitwa Ongeza Maarifa. Ni kipindi muro kabisa ambacho kitakupeleka katika vilele vya ushindi na mafanikio kiuchumi. Jambo la tatu ni kilimo cha nafaka ama kuuza nafaka. Nafaka tunaangazia nini? Tunaangazia karanga, tunaangazia njugu, tunaangazia soya beans, tunaangazia maharagwe, tunaangazia mahindi, ngano, were na kadhalika. Hizi zote ni nafaka ambazo zinakubalika katika ardhi ya Tanzania. Ni nafaka ambazo unapoziingia katika kilimo hiki unaweza kuchukua miezi 3 mpaka miezi 5 hadi 6 kuvuna, kulingana na aina ya nafaka ambayo umeamua kuingia biashara nayo. Lakini kama haitoshi, unaweza kusema bwana, mimi kwa kweli kilimo hiki naona kama kinanichelewesha sana, nikianza kulima na kusubiri mala madawa, mala pembejeo na kadhalika, mimi nitateseka sana. Basi unaweza kuingia katika biashara ya kununua na kuuza kwa walaji. Unaenda kwa mkulima, unanunua, unapeleka kwa mlaji. Lakini uzuri wa nafaka ni kwamba ni bidhaa ambayo inaweza kuchakatwa, inachakatika na kutengeneza bidhaa ambayo imechakatwa na bado iko natural. Yaani matunda unaweza kuyachakata yakatoka kwenye asili yakahamia kwenye processed foods. Lakini nafaka ni mbegu, ama mbegu ni nafaka ambayo unaweza ukaichakata na ukatengeneza bidhaa natural kutoka kwenye natural seeds. Hii inakuwezesha wewe kutengeneza faida kubwa, kwa sababu ni bidhaa ambayo pia ina mzunguko mkubwa kiasi kwamba haikai muda mrefu sokoni. Unapoingia sokoni lazima itatoka. Zipo njegele, zipo soya beans, zipo chia seeds. Kila aina ya nafaka inakwenda kwa kasi kubwa sana. Na hii ni bidhaa ambayo ina soko duniani kote. Mimi nazungumza tu kwa ngazi ya taifa, lakini julikana ya kwamba ni bidhaa ambayo ina soko ulimwenguni kote. Hiyo itadepend na mtaji wako ulionao. Kulingana na mtaji wako itakuamua uuze ndani ya wilaya yako, ndani nje ya mkoa wako, nje ya nchi yako, ni wewe mwenyewe. Hata nje ya bara la Afrika pia unaweza kufanya biashara. Naam. Hiyo ni sekta ya kwanza, tumezungumzia upande wa kilimo. Muda wetu si rafiki sana, nitakupeleka katika sekta ya pili. Hii ni sekta ya usafirishaji. Ikiwa wewe ni mfanya biashara, una mtaji, umepata pensheni yako, ama una mtaji wako kabisa, unatamani kufanya uwekezaji, wekeza katika sekta ya biashara. Sekta ya biashara ni eneo ambalo kwa sasa lina uhitaji mkubwa sana katika dunia ya kisasa. Pamoja na teknolojia kuchukua nafasi kubwa sana ya mafanikio ama ya uendeshaji wa biashara katika dunia ya sasa, bado usafirishaji una nafasi kubwa sana ya kukufanya ukue kiuchumi na kukuza biashara. Nikupe mfano mdogo. Kwa sasa kila siku wanadamu wanazaliwa kwa wingi. Na kila anapozaliwa binadamu ni kwamba ili aweze kuendelea lazima afanye biashara. Na kwa namna yote ile ufanye biashara bila kuimport. Na unapofanya export and importing lazima kwa vyote vile uweze kumove kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na unapotoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine unasafiri. Na ili usafiri lazima ukutane na watu ambao wameamua kuinvest katika sekta ya usafirishaji. Unajua mjini bwana kuna watu wengi sana wamenunua bajaji, bodaboda, haisi, costa, mabasi. Soko bado ni kubwa sana. Soko bado ni kubwa sana. Ndio maana ukiangalia majiji makubwa kama Mbeya, Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, ni maeneo ambayo abiria wanajazana kwenye magari ya umma kiasi cha kukanyagana. Hivyo si kukanyagana kwamba wanapenda kukanyagana, ni kwamba usafiri hawana uhakika nao. Kwa hiyo tengeneza mazingira ya kuona wapi uweze kuingiza pesa yako na iweze kuletea impact kubwa sana. Achana na mjini. Vijijini tayari watu wameanza kuamka. Wameanza kugundua ya kwamba wakilima mazao yao wakiuzia kijijini wanapata faida ndogo sana. Wamegundua mjini kuna faida kubwa zaidi. Hivyo wanatamani kupeleka bidhaa zao mjini, lakini miundombinu ya usafirishaji bado inawashusha chini na inawafanya washindwe kufanya kwa uaminifu biashara yao. Hivyo basi unaweza kuamua kuwekeza kijijini kulingana na aina ya usafirishaji unaotaka ufanye. Sijakwambia uende ukalete treni, hapana, maana hujawa na miundombinu nayo. Lakini ukweli ni kwamba hata bajaji tu ya mizigo, kuna vijiji ambavyo vinakuwa kwa kasi.
Bajaji za mizigo zinafanya kazi kubwa sana. Ukiwa na bajaji ya mizigo kwenda kuchukua mazao mashambani kupeleka magarani, unaweza kufanya kazi kubwa sana. Bajaji ya mizigo ni pesa ndogo tu, milioni 8, milioni 11, unaweza kuchukua bajaji yako ya mizigo, na ambapo ndani ya miezi miwili tu, mitatu, minne, mitano ukawa umekusanya pesa yako na ukaanza kuvuna faida mwanzo hadi mwisho. Bajaji za usafirishaji wa abiria wamekazania mjini tu, lakini nataka nikwambie vijijini kuna maeneo ambayo watu wanapata tabu sana ya usafiri. Ukipeleka inaweza kufanya kazi. Kuna watu wana haisi mjini, zimekosa hata soko, zimepaki tu, lakini kuna vijiji ambavyo vinakuwa. Mimi sikwamini kijiji gani, fanya research. Mimi sijatembea nchi nzima ya Tanzania, lakini fanya research, wapi pana uhaba wa usafirishaji. Peleka chombo chako cha usafiri, unaweza kutengeneza pesa nzuri sana. Hii ni Ongeza Maarifa. Tunahakikisha kwamba kama ulikuwa unakaribia kukata tamaa, unaongeza nguvu na kutokata tamaa. Unaongeza shauku ya kuingia katika utafutaji. Lakini kama haitoshi, tunajitahidi sana kuangazia katika swala zima la uwekezaji wa usafirishaji mjini. Uwekezaji wa usafirishaji bado ni uti wa mgongo katika kukuza uchumi wa taifa na mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo haikuepeki hata kwa bahati mbaya. Haikuepeki hata kwa namna yoyote. Make sure unapiga hesabu zako kabla hujafanya investment yako, ili ujue mtaji wako una fit katika usafirishaji wa aina gani. Je, ni pikipiki, ni bajaji, ni haisi, ni coaster hizi tata za kawaida, ama ni basi kubwa, kulingana na route. Kwa mfano kuna watu ambao wamekamata route maalum. Kwa mfano mtu anaweza kusema mimi ni Mwanza tu Bukoba, yeye ameshika route hiyo, ni kweli anatengeneza fedha. Mtu mwingine anasema mimi ni Dar es Salaam tu Mwanza, ama ni Dar es Salaam tu Morogoro, ni nenda rudi. Watu wanahitaji bandika bandua kwamba hapa tuchelewi. Lakini pia katika ulimwengu huu wa biashara inahitaji ubunifu mkubwa sana, by the way. Sio tu ya kukurukia tu na kuingia kwamba umepata fursa ya kuweka gari barabarani basi imefaulu. Kuna watu wanaweka magari barabarani na wachelewi, wanaiondoa barabarani, yanawapiga chini kabisa. Kwa inahitaji research za uhakika, inahitaji umakini wa hali ya juu, mahesabu makubwa na kujikana nafsi. Ila na kuhakikishia kwamba ni sekta ambayo ukiinvest kwa usahihi huwezi kupoteza pesa yako. Ikumbukwe ya kwamba tunazungumzia maeneo nyeti ambayo ukifanya uwekezaji wako wa kibiashara hapata kuangusha. Hapata kuangusha kabisa. Sekta ya tatu ni sekta ya teknolojia. Hapa natamani kwanza kupunguza kidogo spidi. Teknolojia ni uwanja mpana sana ambao unawezesha watu kutengeneza pesa mpaka leo, kiasi kwamba kuna watu hata hawajui kama wako kwenye ulimwengu wa teknolojia, ila wanatengeneza hela na hawajui kama wanatengeneza hela kupitia teknolojia. Teknolojia kwa sasa ina host maisha ya watu wengi zaidi ya 80% mpaka 90% duniani, kiasi kwamba kila kinachoguswa ni teknolojia. Sasa ikiwa unatamani kufanya biashara ambayo ina faida na ina mzunguko mkubwa usio katika, invest katika teknolojia. Japo sasa changamoto yake kidogo, inahitaji darasa, kwa maana ya kwamba ukiwekeza kwenye teknolojia lazima uwekeze muda wa kujifunza, uwekeze muda wa kufanya tafiti na research mbalimbali ili uweze kufanikiwa kupiga hatua vizuri. Kwa mfano tuna watu ambao wenyewe wamewekeza katika ufundi wa vifaa vya electronics. Huyu ni fundi simu, huyu ni fundi kompyuta, huyu ni fundi mafriza, friji. Huo ni ufundi tu. Hako ni kapati kadogo kabisa, kama ni 0.01% ya matumizi ama faida ya teknolojia. Unaweza kuinvest katika ufundi wa magari, hiyo ni teknolojia. Unaweza kuinvest katika ufundi wa kamera, CCTV cameras na vitu kama hivyo. Ni teknolojia. Kwa tunapozungumza teknolojia ni uwanja mpana sana, na unaweza kaamua niwekeze wapi. Niwekeze katika ufundi. Wewe unaweza kawa huna pesa, ama not pesa. Unaweza usiwe na ujuzi na utaalamu wa kutengeneza chombo chochote, lakini nataka nikuhakikishie tuna wataalamu kibao na hawana mtaji. Wewe fungua tu kampuni yako kutengeneza makamera, kutengeneza makompyuta, laptop. Tangaza oda, vijana wapo wa kutosha, watakuja kwako, utawaajiri, mtaingia contract maalum, wanafanya kazi, mnagawana percentage. Sijui ni kuongezee nini kingine. Nakwambia hivi, unaweza kutengeneza pesa kupitia teknolojia. Hii kipindi chetu kinaitwa Ongeza Maarifa. Na hakikisha ya kwamba unayaongeza maarifa kweli kweli. Teknolojia imeenda mbali zaidi. Kuna watu wanatengeneza majukwaa ya matangazo ya biashara, blogs tunasema websites. Hao ni watu ambao wamesomea mambo ya IT. Na by the way, wazazi ni watie moyo
kuna wazazi ambao wameinvest kusomesha watoto, somesha kweli kweli, ila sasa hivi tumehama kwenye ulimwengu wa soma uajiriwe. Tupo kwenye ulimwengu wa unasomea nini, utumie hicho ulichokisomea kutengeneza maisha. Wekeza watoto kusomea teknolojia. Teknolojia ni uwanja mpana sana, anaweza akachagua, akaamua kucategorize, aka specialize kwenye AI kwa maana ya artificial intelligence. Ni sekta ambayo sasa inakuwa kwa kasi kubwa sana katika dunia ya sasa. Anaweza akaamua kuwekeza kwenye ufundi wa vifaa kama nilivyosema vya electronics. Yeye akasema nikitoka tu chuo, nimegraduate, ninaingia mtaani, nina activity kwenye category ambayo nimeisomea. Anaweza kufanya mambo makubwa na akapiga hatua kubwa sana. Lakini kuna wengine wenyewe wameamua kuwa tunaita programmers. Programmers hawa ni watu kutengeneza mifumo mbalimbali, mifumo ya mabenki, mifumo ya shule, mifumo ya hospitali, mifumo ya makampuni, mifumo ya sheri. Kila siku watu wanabuni mifumo mipya namna ya kuendesha biashara kidijitali. Huyu mtu anaweza akatengeneza mfumo mkubwa na ukamuingizia pesa ndefu sana. Mifumo ya kifedha, hata M-Pesa hizi watu walitengeneza tu, ni maprograma, walikaa chini wakafikiria namna ya kudesign mfumo wa kusafirisha fedha, wakaona kusafirisha fedha mkononi ni riski, wakatengeneza mifumo ya kidijitali ambayo mpaka leo inaaminika sana duniani. Sasa katika ulimwengu wa teknolojia, ukiwekeza pesa yako ni hakika. Nikupe mfano mwingine mdogo sana. Tuna watu rukuki kila siku wanazalishwa, wanaitwa huduma ndogo za kifedha. Mpaka serikali zimeamua kutunga sheria ya kuwaoperate hawa watu. Mambo ya kuweka pesa, kutoa pesa, kutuma pesa, kupokea pesa na kadhalika. Ni mifumo ambayo ilianza hivi tu. Teknolojia inakuwa siku hadi siku. Kuna vitu vinaanza kwa uduni sana, lakini kila siku vinaongezeka. Vinakuwa, vinapanda na hatimaye inaonekana kuwa biashara kubwa sana. Nakumbuka mwaka 2009, mzee wangu alipewaga fursa ya kufanya huduma za M-Pesa. Alikataa tu, ilionekana kama ni ufrimasoni fulani hivi. Inawezekanaje bwana pesa kutuma ziende Dar es Salaam, ziende Arusha, ziende Mwanza? Mzee aliogopa, na baadhi ya wachungaji wakawa wanahubiri, jamani, Freemason imekuja siku hizi, pesa zishikwe mkononi, zinasafiri hewani. Inaonekana kama ni muujiza fulani hivi. Lakini leo ni biashara ambayo watu wanalipa gharama kubwa tu kupata line ya kuoperate huduma ndogo za kifedha. Kwa hiyo wekeza nguvu na muda kufanya research ndogo na kubwa ili uweze kujua teknolojia unaitumiaje kuweza kutengeneza fedha. Unaweza kutengeneza fedha kupitia teknolojia, lakini pia tunasema kuna matumizi ya mitandao, social medias. Hizo ni fursa kwa sasa. Sasa hivi usishangae kumkuta kijana hana kazi, ila ana simu ya milioni 1.3, ana simu ya milioni 1.2. Siku za nyuma kidogo zilizopita ilionekana ni ushamba, ilionekana ni ujinga. Unamilikije simu kubwa kabisa alafu wewe huna hata kazi? Lakini sasa hivi cha kushangaza, simu kubwa kali ya milioni 1, milioni 2 ni mtaji mkubwa sana. Inatoa picha clear, haihitaji kwenda studio. Hiyo inaweza kurekodi kipindi, inaweza kurekodi maudhui mbalimbali, ikatengeneza content, akarusha mitandaoni, akapata followers na akaanza kuingiza pesa kila wiki, akaanza kuingiza pesa kila mwezi. So, tuna uhitaji mkubwa wa kuitazama teknolojia kama mlango mkubwa sana wa kiuchumi. Teknolojia ni mlango mpana sana. Ni bahari ambayo ukiingia ndani yake unaweza kuogelea na unaweza kuingia ukatengeneza mambo makubwa. Sekta ya mwisho ni sekta ya afya. Leo kwa mujibu wa takwimu za WHO, tuna wagonjwa wapatao milioni 800 wa kisukari duniani. Tuna wagonjwa wa pressure wapatao bilioni 1.28 dunia nzima. Hawa ni magonjwa ambayo ni common diseases. Lakini kuna magonjwa kama kansa, kuna magonjwa kama changamoto ya upofu, watu kuona ukungu. Magonjwa ni mengi na kila siku yanazalishwa magonjwa mapya. Hii ni sekta maalum ambayo sasa japo ina sheria nyingi na ina kanuni nyingi za kuiendesha, lakini kwa mtu mwenye capital nzuri, unatamani kuwekeza katika biashara isiyofilisika, wekeza katika biashara ya afya. Na uwekezaje? Tafuta wataalamu. Tuna wasomi wengi wa masuala ya afya hawana kazi, hawana ajira. Waweke chini, wewe fungua kampuni yako. Tuzuiliwe kufungua kampuni. Hautaulizwa kwamba una elimu gani ya udaktari ili uweze kufungua taasisi ya kutoa huduma za afya. Kikubwa unapaswa kuzingatia taratibu zote za nchi za usajili wa makampuni na kadhalika. Uwe na wataalamu wenye vyeti
ambao wanatambulika kwa mujibu ya mamlaka zote zinazohusika watafanya kazi na wewe utaingiza pesa kama mkurugenzi. Changamoto ni kwamba Watanzania wengi bado tumezoea biashara ya nunua niuze nipate 200 300, lakini unaweza kuinvest hata kama ni mtaji wa kawaida tu milioni 5 milioni 6 inatosha kuanzia. Unaweza kuanza kabisa kutoa huduma na watu wakapata huduma njema, lakini ukaweza kuingiza pesa. Tunasema wekeza katika kinga ya chakula, kinga kwa njia ya chakula. Kuna watu sasa hivi wanaanzisha migahawa maalum ya chakula tiba. Watu wanaanzisha migahawa maalum kwamba hapo ukija kula bwana, hapa ni chakula kinachojali afya. Kama ni chakula chukuchuku ambacho hakijaungwa na mafuta, wewe ni mgahawa unaitwa mgahawa wa afya. Wenzetu China, Marekani kuna migahawa maalum ya watu wanaojua kumaintain status zao za afya. Kwamba mtu akija hapo anakula chakula ambacho kinaenda kulinda mishipa yake ya damu, kinaenda kulinda moyo, kinaenda kulinda ngozi, kinaenda kulinda mifupa na kadhalika. Wewe una specialize tu katika hali ya kupika chakula ambacho ni chakula tiba. Unanipata vizuri? Wekeza katika utafiti wa magonjwa mbalimbali. Hawa ni wasomi. Sio kila mtu atafanya kila kitu. Hawa ni wasomi. Tuna wasomi kibao wanasubiri kuajiriwa tu. Mtu ana amesoma miaka 5 udaktari, amesoma miaka 5 ufamasia. Wekeza katika utafiti. Tafuta namna ya kutengeneza kinga. Sio kwamba serikali zetu hazituamini kwa sababu hazituruhusu kuzalisha chanjo, ni kwamba hatujapata wataalamu ambao wamethubutu. Ukithubutu mara ya kwanza, mara ya pili, watakupima katika viwango, utaonekana unafaa na wewe cha kwako kitaingizwa sokoni, kitafanywa ufuatiliaji. Ndio, japo ndio hivyo miundombinu ni changamoto, lakini ni eneo ambalo kiwekeza hakika unaweza kutoka na ukatengeneza biashara kubwa sana. Wekeza katika matibabu. Hawa ni watu ambao wamesomea masuala ya matibabu. Hapa nipo nazungumza na madaktari ambao wamesomea na wana vyeti vimelala nyumbani, wanasubiri tu Wizara ya Afya itangaze ajira. Nataka nikuhakikishia kwamba unaweza kuinvest katika ulimwengu wa afya na ukatoboa vizuri sana. Wekeza katika vifaa tiba. Kama yote yamekushinda basi uza na kununua vifaa tiba. Wewe ni msomi, wewe ni mfamasia. Una vyeti vyako vinakuruhusu, unajua sheria za kununua na kuuza vifaa tiba. Fuata protocol za serikali, sajiliwa, pewa vibali, mtaji unao, fanya kazi. Acha kusubiri tu kuajiriwa. Hizo ajira waachie wadogo zako wanaokuja kesho na kesho kutwa. Tunahitaji kuangalia namna gani ya kutoka kimaisha. Hii ni kipindi ambacho kinakusaidia wewe kuongeza maarifa zaidi. Naam, yawezekana ukawa umepata nafasi ya kufikiria beyond hata ya haya niliyozungumza. Lakini nataka nikuhakikishia kwamba fursa ziko nyingi nchini, bado tuna milango mipana sana ya kuingiza fedha, kutengeneza maisha na kuhakikisha tunapiga hatua katika utafutaji wetu. Mimi niseme nini sasa? Naendelea kukaribisha katika ufuatiliaji wa vipindi vyetu ambavyo vinakusaidia wewe kuongeza maarifa zaidi na kukuwezesha kupiga hatua na kufanya uthubutu wa kutoka mahali ulipo kupiga hatua moja kwenda mbele zaidi. Naam, mtazamaji, biashara ya chakula, usafirishaji, teknolojia na afya ni sekta ambazo tumeongezewa maarifa kwamba ukiwekeza kwa umakini basi mafanikio yako nje. Kazi kwako. Mimi sina la ziada. Ulikuwa nami Sifeli Lusiungolo. Tukutane juma lijalo.